Tumekuwa na mafunzo ya udhibiti ubora wa shule katika mikoa ya Pwani na Tanga, ambao ni awamu ya kwanza kati ya mikoa 9 inayofadhiliwa na programu ya shule bora. Na nachoweza kusema tu ni kwamba mfumo wa udhibiti ubora wa shule ni mfumo unaokwenda kuwezesha idara ya udhibiti ubora wa shule kufanya kazi kidijiti, na kwa maana hiyo ni mfumo wa kisasa unaokwenda sasa kusomana na mifumo mingine ya elimu ndani ya Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI. Utaona hapo awali wadhibiti ubora wa shule tulikuwa tunafanya kazi zetu kwa maana ya kufanya tathmini za uendeshaji wa shule kwa kuandika taarifa na kuziwasilisha katika nakala ngumu au hard copy. Lakini sasa tunakwenda kwa nakala laini, na kwa maana ya kwamba sasa tathmini zitakazofanywa kwenye shule zetu zitawasilishwa kutoka hatua moja hatua nyingine kwa njia sasa ya mfumo. Na hii itarahisisha sasa. Ina maana sasa kokote aliko mdhibiti ubora wa shule atafanya tathmini yake na kuituma ile tathmini kwa njia ya mfumo. Na sisi kwa maana sasa ngazi ya wizara tutatupokea zile taarifa na kuzifanyia kazi na kuchukua hatua. Kwa mfano, mdhibiti ubora anaweza kafika mahali akafanya ukaguzi wake na kuona kwamba miundombinu ya shule haijatimia au miundombinu ya shule ni pungufu. Sasa hatua za haraka zinatakiwa kurekebishwa mahali pale. Kazi kubwa itakayofanywa sasa na wizara ni kuona namna gani kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza wakapata elimu bila usumbufu wowote ule. Na unajua malengo ya udhibiti ubora wa shule ni kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa ni elimu ya viwango ambayo ni viwango vinavyopimika kikanda na kimataifa. Na elimu hiyo sasa inaleta ushindani hata kwenye soko la ajira. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la ubora wa elimu, lazima ubora wa elimu ulenge kwenye nyanja zetu, zile nyanja 8. Shule bora imefadhili mafunzo haya, na sisi tunaipongeza sana shule bora katika ufadhili wake. Lakini Benki ya Dunia imejenga mfumo. Kwa hiyo tunawashukuru sana Benki ya Dunia kwa kujenga huu mfumo wa udhibiti ubora wa shule na kwa kutoa fedha nyingi sana katika ufadhili wa mfumo. Sasa tunaishukuru pia shule bora kufadhili kwa mikoa inayoweza kuisimamia, kwa sababu shule bora inasimamia mikoa 9, lakini mikoa 17 itakuwa haijafanikiwa kwa sasa kwa mafunzo haya. Kwa hiyo tunaanza na mikoa hii 9, kufika tarehe 21 tunakamilisha, na hatua inayofuata sasa na mikoa hii 9 itakuwa ni mikoa ya majaribio. Lakini baada ya hii mikoa sasa 9 itafuata mikoa mingine 17 ambayo pia tunashukuru sana tunapata ufadhili kutoka GPE TSP, ambao nao ni mradi unaosimamia shule za kwa maana ya elimu ya awali na msingi. Wao wametoa pia fedha kwa ajili ya kufadhili mafunzo kwenye mikoa mingine 17 kwa wadhibiti ubora wa shule na maafisa wa tehama wa halmashauri za wilaya. Kwa mfumo huu ni mfumo ambao unatuleta pamoja kati ya Wizara ya Elimu na TAMISEMI. Utaona kwamba wakuu wa shule pia watapitishwa kwenye mfumo. Walimu wakuu wa shule za msingi watapitishwa kwenye mfumo. Maafisa elimu kata watapitishwa kwenye mfumo. Maafisa elimu wa wilaya na mikoa watapitishwa kwenye mfumo. Kwa sababu ili ufanye tathmini ya elimu lazima ushirikishe kuanzia ngazi ya shule hadi ngazi ya taifa. Kwa hivyo maafisa kuanzia wanafunzi, walimu wa ngazi zote, maafisa elimu wa ngazi zote watapitishwa kwenye mfumo. Na watakaopitishwa kwenye mfumo sasa ndio uboreshaji wa mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji yatapokuwa yameboreshwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo ninaomba tu niseme kwamba mfumo huu unakwenda kutusaidia katika kutoa suluhisho la utendaji kazi wa idara ya udhibiti ubora wa shule. Na sisi kama wasimamizi wa eneo hili sasa tunajisikia fahari sana kwamba mfumo huu sasa unaenda kusaidia kupunguza baadhi ya changamoto, ikiwemo pamoja na changamoto za utumaji wa taarifa, changamoto za namna ya utoaji wa taarifa, namna ya kutoa solution kwenye changamoto zilizojitokeza. Sasa mfumo huu unaenda kutusaidia sana katika kuweza kuweka mambo haya yaweze kukaa katika hali ya utendaji ulio bora na uboreshaji mkubwa kwenye eneo la elimu. Tumeanza mikoa hii kwa maana ya hapa Pwani na Tanga. Sasa itafuata mikoa mingine. Kituo kingine ni Singida, kituo kitakachofuata ni Katavi, na tutaenda kumalizia Mwanza kabla ya kuanza tena awamu ya pili kwenye ile mikoa mingine 17. Tumedhamiria
tunaboresha elimu yetu.